Shosti! Tusemezane. Moja, tunaweka vitu vingi ambavyo vina maana na visivyo na maana. Nikisema havina maana ni kwamba vitu vingi sasa hizi wanaoita wajasiriamali wanaotengenezea hivi vinini sijui. Tuseme manjano. Mimi kuna manjano moja nilinunua. Hey, manjano ukimfano ikiweka kwenye mkono hapa, ukifanya hivi imewekwa food color. Sasa jiulize how many food colors zimewekwa. Kwa sababu food colors ni zile rangi ziko za aina nyingi za brown, sio za nini. Sasa imagine how many food colors umekula ukiamini kwamba unakula afya. Ni ulipaji wa kodi. Watu wengi sana tunahisi kwamba ulipa kodi inabidi biashara iwe kubwa. Na pia tunakimbiaga kulipa kodi. Ulipaji wa kodi wa frame unazokodi na kodi ya serikali. Kwa nini? Kwa sababu hile ndio inakupa uhalisia wa stability ya biashara yako. Lakini ukiwa unakimbia tu, unakimbia ni una mzururaji, yani kwamba ukisikia wanakuja unafunga biashara. Sasa akiwa wanakuja mwezi mzima inamaanisha biashara yako itakuwa umefunga mwezi mzima. Sipo hapa kusema chochote kuhusu kodi. Niko hapa kusema kwamba unapaswa kujua capability ya biashara yako, kwa sababu ukienda kwenye mamlaka za kodi kutokana na nchi uliopo, tunatumia hela zile kutokana na kuwa influenced na mazingira. Japo hivyo vitu sometimes hata hatuna uhitaji navyo. Hatuhitaji kuwa na a lot of perfumes. Hatuhitaji kuwa na a lot of clothes. Hatuhitaji kuwa na a lot of utensils ambazo tuzitumia. Hatuhitaji kuwa, lakini kwa sababu kila siku kuna mtu anakuja pale na vyombo vipya ofisini, anakuja na nguo mpya, anakuja na perfume mpya, anakuja na makeup mpya, anauza, yeye ni mfanya biashara, and unahisi you needed them over and over and over again. Zikufikie wewe ambaye hujali afya yako kwa kuigawa afya yako kwa mtu ambaye unamwamini kwa macho. Na hisi tumeelewana. Salamu ziwafikie watu wote ambao mnashindwa kuthamini afya zenu kwa kutoa afya zenu kwa watu, kisa amekwambia mimi niko salama. Upimi, ufanyaje, unajifanya daktari, unasema yule yuko vizuri tu, hatuna haja ya kupima HIV, hatuna haja ya kufanya nini, hatuna haja ya kupima kaswende. Salamu zikufikie wewe ambaye hujali afya Mungu, si ndio? Lakini watu wengi tunaimba ile nyimbo bila hata kuitafakari. Kama kweli tunataka kuanza na Mungu, tunapaswa kuanza na Mungu kwenye kila kitu, lakini tusimshirikishe Mungu huku juu. Kwenye misingi yoyote Mungu anataka tuanze naye, kwa sababu Mungu amesema Bwana ndiye mchungaji wangu, si ndivyo? Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye atatuchunga. Justin! Tusemezane.